Na mambo vipi wadau wetu wa Global Buzz TV, mambo ni mbashara kabisa mpenzi mtazamaji, naamini ya kwamba popote ulipo wewe ni mzima wa afya kabisa, unazidi kutufuata moja kwa moja katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndani ya jimbo la Kivu ya Kusini. Hapa tuko katika mji wa Baraka tarafani Fizi, ambako kama jinsi unavyoendelea kuona hapo, meya wa jiji pamoja na wakuu viongozi wa serikali wote, hususan kwa upande wa security kama vile askari polisi pamoja na askari jeshi wa kitaifa pamoja na wazalendo, wako kikao kimoja katika siku ya leo, ambako meya wa jiji amekwenda kuonana nao kwa ajili ya kuweza kuwaweka fadhi moja kutokana na hali ya vita na pamoja na hali ya risasi ambazo zinazoendelea kusikika katika mji wa Baraka. Lakini hadi mpaka sasa wameweza kupatana kabisa, wako pamoja na meya wa jiji huyo makamo, mama huyo ambaye namuona hapo, ameweza kutoa baadhi ya chakula ambazo ameweza kuwapa wale wapiga doria za mchana na usiku, kuweza kukamata wale ambao wanaopiga masasi kiolela pamoja na kuweza kunyanyasa raia. Hadi mpaka sasa baada ya kikao hicho kuweza kufanyika, mji wa Baraka unatulia, hali za risasi haziendelee kusikika tena. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji wetu wa Global Buzz TV, kama mara yako ya kwanza kuweza kuangalia video zetu, naomba ubonyeze alama ya subscribe, kisha utabonyeza alama ya kengele kwa ajili ya kupata video zetu nyingi zaidi, na pia usikose kuwasambazia wengine wapate kuona kile ambacho kinachoendelea. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, ni kuache uende usikie shukrani zao ambazo wamekwenda kutoa kwa mama huyu pamoja na mama kile ambacho walikwenda kukisema kuhusiana na hali ambayo ilikuwa imeshaanza kujitokeza katika mji wa Baraka kutokana na hali ndogo ya risasi ambazo zilikuwa zinaendelea kusikika mara kwa mara. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, uende kujisikilia mwenyewe kile ambacho mama yamekwenda kusema kuhusiana na hali ya kutokuwa na usalama katika jiji letu la Baraka. Lakini hadi mpaka sasa Mungu ameweza kusaidia, wameweza kuwaweka wote fadhi moja, kuanza wazalendo pamoja na jeshi la taifa FARDC pamoja na jeshi la askari polisi pamoja na wale ambao wanaojiingiza katika hali ya upelelezi ambao wanaitwa ANR. Wote walikuwa kwa umoja kabisa, vitengo vyote vya usalama vimeweza kuwa kwa umoja, kama jinsi unavyoendelea kuona wanafurahia wakisherekea kwa kikao ambacho kimeweza kufanyika. Kwa hiyo upate kuona kile ambacho mama huyu amekwenda kukisema, na baadhi ya watu wengine ambao wamekwenda kutoa shukrani zao kwa msaada wa chakula ambao wameweza kuupata kwa ajili ya kuweza kuendeleza kazi ya doria ambayo inafanyika usiku kama vile mchana katika jiji letu la Baraka kwa ajili ya kuleta usalama kwa pande zote tatu, jeshi la polisi, FARDC pamoja na wazalendo. Asante sana. Mimi naitwa Jacob Daniel Pascal na kutangazia ndani ya Global Buzz TV. Kwetu kuudongo yetu, furaha sana. Jeshi FARDC, Police Nationale Congolaise na wazalendo. Hii ni hadithi ambayo hapa kwa hii miezi mbili ilipita ilikuwa ni vitu ambayo haviwezekani. Kutafuta kufarakana kama vile hatuko nchi yetu. Ndivyo Ibilisi alitaka kutukonganisha, tufarakane na tuachie adui nafasi. Ilikuwa kuachia tu adui nafasi. Lakini Baraka, wazalendo ambao walikutaniwa hapa, FARDC yetu hapa, Police Nationale na chef bote wa membre ya Conseil ya Sécurité. Kagiza kajaribu kalitaka fika, lakini tulikashinda na tukastabilize mungini chef bote pamoja. Kongo oye! Oye! Baraka oye! Oye! Ona gisi vinapendeza. Nani adui Mnyarwanda atakuya hapa na tukuta hivi? Sana sikia hii. Atapima kufanya asema atafika hapa. Anaweza fika? Bongo. Juu anajua raia na wakongomani wote wako kitu hiki kimoja. Kitu hiki kimoja. mbele ya kuwa jeshi
mbele ya kuwa polisi ulizaliwa huku kuraia, si vile? Ndio. Ukakomala, ukasikia buchungu ya nchi, ukaenda. Sasa tunakuwa jeshi. Kwa nini sisi wakongomani sisi kwa sisi kufarakana? Haitupatie faida, ilikuwa napatia njo adui. Na adui tangu hii ilianza onekana kidogo tu. Miezi ngapi adui iko Kamanyola? Sana piga break. Atafungua pale? Hakuna. Atafungua pale? Hakuna. Naenda kwa wote. FARDC oye. Oye. Police oye. Oye. Wazalendo oye. Oye. Iko na nyambia pa. Hata vunja ile lukuta, haiwezekani. Juu ya hii umoja. Tulianza tangu mwezi wa 3. Tuko tunasema banduku tuwe pamoja, tuwe pamoja. Bubitu budogo budogo bulitaka kutuuzi. Lakini tulijirekipere juu shebote damu iko nalia, damu ya Kongo. Kila mtu uko na damu, uko nasikia huyu nyingine ndugu yangu, damu yetu, damu ya Kongo. Na leo Baraka munakuwa karibu na mwezi mzima hivi kulinda watu mali zao, kurenforcer sécurité na renseignement. Nye bot bebeko na mabunduki pamoja. Ni furaha sana, inapendeza, inatupatia heshima nchi yetu, na inasaidia, inampa moyo rais aseme watoto wangu wako kitu hiki kimoja. Kongo oye. Oye. Wakati ambayo ilipita shewe wenye wa zamani tulikuwa tunasikia wako wanasema papa bo moko, mama bo Moko. ekolo bo Moko. mokozi bo Moko. Oye. Mungune iko nafasi Hakuna. Wao ni Rwanda. kwa sababu ya hii mapenzi tuko nayo. Hiki kitu ni kizuri na hiki kitu kinatoka kwa Mungu. Ndio maana nilisema tuombe kwanza Mungu, tushukuru Mungu. Asante kumenya aliomba. Niko naanza kuomba watatoka huko. Kumbe mujeshi nao mko baombaji wa hatari. Amina. Mwombaji alizunguta maombi kabisa. Tulikuja kwa maneno mawili. Neno la kwanza ni kuwapongeza, kuwapatia felicitation ya kabambi, na tutampigia mikono Colonel kwa sababu tangu mwezi wa 2 chef wote hapa tunajua gisi iko na tubeba yeye mwenye, nyie wote mko mikono yake, na kufika nyie wote mnakubali yeye ndio kocha yenu, na tunaenda tunakuwa pamoja. Tukasema kabisa kabisa felicitation kwa wazalendo, felicitation kwa police, felicitation kwa FARDC na mkubwa yenu Colonel. Tunampigia shehe wote kwanza makofi. Kongo oye! Oye. President Felix oye! Oye. Fachi oye! Oye. Kitu ya pili yenye tulifanya kitu kizuri, nitasema kitu njema. Juu kuko tofauti ya kizuri na chema. Kitu chema ni kile ambacho vraiment haiwezi tena kubadilika, inabakia raha, furaha, inafurahisha na inasaidia. Kitu kizuri kinaweza kuwa kizuri saa hii na kisha saa 2 kinabadilika, kama vile maua. Asubuhi unaiona bien, magharibi unaona inanyauka.
Lakini hii kitu ni kitu chema. Na kila kitu chema kina majaribu. Kina matatizo. Na itabafata. Kwa hiyo kwa matatizo kidogo kidogo ambayo inaweza fika, isiwasambue, isitume mnasambua kitu ambacho kilikuja kwa Mungu. Kongo oi! Oi! Kuwa pamoja na umoja juu ya sekirite ya raia muvile ya Baraka, juu ya sekirite ya vitu mali vyote ambavyo viko Mubaraka. Ni kazi njema. Tuko njia mzuri, musifarakane njiani. Mheshimiane, mupendane, na nyinyi washikilia silaha. Munakuwaka na devise yenu moya ni discipline. Discipline oye! Oye! Discipline oye! Oye! Kama hakuna discipline, hakuna jeshi. Tunajua kama pamoja na kazi hapa kukua PM ambao wanachangana kitu kimoya, polisi, FRDC, wazalendo wote wako naenda wanafaa patrui mchana na patrui usiku. Mnaona kisi mnageuza Baraka. Mwainga 3 watu wako na maisha ingine, wamesahau hata na vita. Maisha ingine, maisha mzuri. Wageni wanakuja wanalala, wanalamuka. Sote tunalala, tunalamuka. Na nyie mnabakia mko mnakesha. Mnafanya kazi ya Mungu. Na anasema yeye ndio mkubwa wa jeshi. Nyinyi mkubwa wenu ni Mungu. Akawachia kocha ni Colonel Bitakisi. Kiongozi, jambo. Jambo sana ndugu mtangazaji. Labda ungeweza kujitambulisha? Kwa majina naitwa Peter Ibalo wa Bomba Bini Stobe. Mimi ni kada wa chama cha UDPS katika tarafa la Fizi. Leo meya wa mji wa Baraka Bi Emerite Tabisha ametembelea kwenye kambi ya askari jeshi. Upande wako umepokea namna gani hatua hii? Nimefurahi sana na hiyo hatua ambayo amefanya, kwa sababu hata sisi kwenye chama cha UDPS tulikuwa tunapangilia mpango kama huu, lakini wakati meya alipofanya mpango hiyo wa kuja hapa tumefurahi sana, kwa sababu tangia tucheze mechi na wazalendo hapa na tangia conseil ya securite hapa ikutane na kufanya mpango wa kutia patrouille mixte ya FRDC, polisi na wazalendo. Antuka tunaona hapa Baraka vitu vya masasi imepunguka, mabunduki kutembea kiolele imepunguka, na hiyo kabisa tunaipongeza sana. Tunapongeza sisi kama chama cha UDPS juu tunapenda watu waishi kwa amani, waendelee kuishi amani, kwa sababu rais anapiganisha katiba wenye vita na anaanza kufikisha mwisho. Hapa hakuwezi kuwa tena manduki zinalialia, masasi zinalia, hatutaki hilo, na hiyo inatufurahisha sana 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 kwa hii act yenyewe tunafanya hapa. Na labda sijui utakuwa na ujumbe gani kwa wengine wenye moyo safi kutokana na hali ambayo meya wa mji wa Baraka ametenda? Antuka tunafanya apele kwa watu wote wa moyo safi, sagisi umesema, wakuje wote waunge hii initiative, wachungu, wachumvi, wa ndagala, wa nini, wote walete ile hawa vijana wakuwe pamoja na wakuwe kocha na FRDC, hii usalama iendelee katika mji wetu wa Baraka. Na hii mfano ninaalika wa administrative territoire wa Fizi, wa Uvira, Kongo mzima wakamati mfano, ili labda fasi yote ambako serikali iko na wazalendo kukuwe pamoja na watumikie pamoja ili amani ipate kudumu. Kiongozi, tunakushukuru. Mimi ndio nashukuru mtangazaji. Mimi kwa majina naitwa Colonel Bitakiza Ruharara, observance sous secteur Fizi base à Baraka. Tunashukuru kwa mere wa mji wa Baraka ai kuja kutuangalia kwa eta majoro yetu ya jeshi, ambao alikuya kufelicite na kuleta mchango wake kwa peme ambao tumeorganize yenye iko mo polisi, FARDC
na wazalendo, na hii peme iko natumika mzuri. Aliona kwa kutumika yao mzuri afike hapa awapongeze na wapa pole. Tunamshukuru meya wa mji adjoint ambayo alitukumbuka kwa kutuletea sake 10 za bunga ambayo zitasaidia kwa muda kidogo kwa hii peme yetu yenye konafanya sekirite usiku kama vile mchana. Tunamshukuru na tunampa pole kwa ushujaa yenye anaonyesha kwa vile yetu ya Baraka. Depuis vite anze iko na kombatre kwa kila shida yoyote. Vraiment tunampa pole. Hatuyaona mama kama na huyu ambao amesimamia vile ya Baraka kujipa moyo kupambana vita kwa hali ya chini na juu kwa ajili ya kusimamisha usalama bora katika vile yetu ya Baraka. Tunamupa pole na tunampongeza tena, tunamtakia maisha mazuri na maisha bora, na endelee kuwa na roho ya upendo kama na hii alifanya kwa hii muda wote wa vita tuko nayo. Asante.